umesikia mbiu Yesu okoa, utangazeni kote Yesu okoa, tiini amri hiyo nchini baharini, enezeni mbiu hii Yesu okoa. Anauliza swali, amechukua mkopo kwenye taasisi ambazo zinakopesha. Je, huo mkopo hautolee zaka na sadaka? Mjibuni mwenzenu jamani. Mimi sitaki kutoa majibu. Huo mkopo hautolee zaka na sadaka? Kristo wa neema yote. Hatuna majibu. Ina maana mikopo tukipata tunafanya nini? Haya. Halo, ngoja kidogo mtani wangu. Ulibatizwa lini? Na sababu ya msingi, hebu nijibu, ulibatizwa lini bwana? Yaani unajua kupata mchaga mmoja ni sawa na wapare 20 kwenye Ukristo. Huyu bwana muulizeni atakueleza kule kwao imani inaingiaje. Kwa hiyo nikimuona hivi roho yangu inafurahi kweli kweli kabisa. Alafu ana majibu ya kiroho. Karibu bwana, hebu jibu bwana. Hapa ni kwamba kama wale watu wa mikopo lese benki ndio bila kukopa, wanakata hela ya bima, ambayo ile hela ya bima inatumika kwamba kama investor tukienda hizo kwenye mkopo wako ile bima itajisaidia. Sembuse kutolea Mungu zaka na sadaka. Kwa hiyo ni vema kwamba hizi sasa ambazo unataka kufanyia mkopo wako utolee zaka na sadaka. Kama unaweza ukakopa wasema tuitolee zaka wala sadaka, japokuwa kumbuka utamtolea Mungu hiyo 10% na 10% ya sadaka. Sadaka 10 na 10 ya sadaka. Lakini pia hata kama unafanya biashara pia unaweza pia ukawa na ile biashara na baada ya kupata faida huko unamtolea pia Mungu. Sio kwa sababu utoe kwenye mkopo. Ila pia na faida unayopata kwenye biashara unaendelea huko kama tulivyosema awali. Asante sana. Sasa tujibu kwa staili hii. Nakushukuru sana kwa majibu yako. Yako vizuri kabisa. Biblia inasema nafsi ya mtu mkarimu itafanya nini? Itawandwishwa, itafanikiwa, itanenepeshwa. Kwa lugha nyingine iko hivi, kuna kubarikiwa katika kutoa kuliko kupokea. Mimi ninaamini kabisa ukiwa mchoyo ukaacha kumtolea Bwana kwenye huo mkopo wako, unaweza hata usitoboe. Ila ni baraka zaidi kuwa mkarimu na kumtolea Bwana katika mkopo wako, kwa sababu ile mkopo ni pato lako. Haleluya, haleluya. Sitaki kuisemea sana hiyo, kwa sababu katika watu wanaopiga vita mikopo ni mimi. Kwa hiyo sitaki kuentertain sana, nimeisemea tu nijibu ili kuenda kuna mtu fulani anasikiliza ana mkopo wake. Ni salama zaidi kumtolea Bwana katika mkopo wako. Lakini katika watu wanaopiga vita mikopo, mimi ni wa kwanza duniani, na nahisi sijawahi kuona mwingine. Huenda akitokea mwingine anaweza kaa wa pili. Ukijua siri ya mkopo hutakaa ukope. Habari ya kwako na kutobolea tu kidogo. Mkopo ni kuchezewa akili kwa sababu zifuatazo. Kwanza, ile pesa ni ya kwako, ila wanakudanganya ni ya kwao. Tunaelewana au hatuelewani? Ile hela ni ya nani? Ila wanakudanganya kwamba ni ya kwao, lakini ni ya kwako. Ukitaka ujue ni ya kwako, hakuna anayekupatia mkopo bila kitu kinaitwa collateral, au sijui tusemeje kwa lugha yetu ya Kiswahili, dhamana. Hakuna mtu ambaye anakupatia mkopo bila dhamana. Ina maana ile dhamana ndio inayoshikilia. Kama inashikilia, basi ile pesa ni ya kwako. Namba 2, kaa chini ujiulize. Utumie akili kabisa ya kufikiria. Nisikilize vizuri.
Kwenye 4G tumia 4G, kwenye 5G tumia 5G, kwenye simu ya kitochi tumia simu ya nini? Kwa hiyo tumia akili kulingana na mazingira. Jiulize, inakuwaje wewe uchukue hela za hii benki au taasisi uende uzifanyie kazi, wao wamekaa ofisini, lakini wapate pesa ya kulipia pango la nyumba na walipe mishahara watenda kazi wao kwa kutumia hela ambayo umekwenda kuifanyia kazi wewe. Kwa lugha rahisi, unawafanyia kazi wao wewe bila kujua. Mwenye sikio na anisikie. Na hivi vitu vinataka kukaa chini utumie akili. Na ndio leo somo la leo ni kama vile mmeanza kunichokoza, maana somo la leo ndio nagusa hayo mambo. Kuna watu Mungu hata kaa awabariki kwa sababu akiwatazama vichwa vyao havijawa tayari kubarikiwa. Mpaka uwe tayari kubarikiwa ubongoni ndipo utabarikiwa. Haleluya. Jamani, ngoja niongee leo hivi, maana kesho tunaenda panaitwaje mchungaji kwa? Tunaenda Makutupa huko juu kwenye vijiji huko milimani kabisa huko. Ndio tunaenda kesho huko. Ngoja leo niseme. Alafu hapa tunarudi Jumatano, hasira zenu zitakuwa zimepoa poa. Nilishawaambia kazi yangu ni kuwakwaza alafu na wakwazua huko baadaye. Na nikwambie hivi, kama ubongo wako sitauchemsha sawa sawa, utabaki hivyo hivyo ulivyo, hutoboi kwenye maisha. Nikija hapa mimbarani kwanza kubebeleza tu kwamba songa mbele, tulisema tu amina, Bwana anakupenda, tunaenda mbinguni, tuishie hapo. Vitukuu vitakuja baadaye vinasema hivi, aliwahi kuishi mtu mwenye akili kwenye huko? Kwa hali tunayoiona. Nisikilizeni ndugu zangu mlioko hapa. Wewe ukifanikiwa kwenye maisha yako na familia yako, mimi nitakuja nile kwako. Kwa hiyo ninachokufundisha ni faida ya kwako na watoto. Mimi natimiza kile ambacho Mungu ameniita. Nisikilize nikwambie, kuna vitu vingine, kaa chini, tumia akili, kataa umaskini. Usiukubali. Yaani sema, kama wazee wangu waliishi hivi maisha ambayo wameishi, mimi sitakubali wanangu waishi hivi, nitachapa kazi kwa bidii nifike. Haleluya. Mfano mzuri sana. Kuna kijana mmoja anasemewa sana. Habari zake mmesikia? Kuna wale ambao mnaangalia mitandao ya kijamii, mnaofuatilia mitandao ya kijamii, mnaofollow watu kwenye Instagram, mnafollow watu kwenye YouTube, mnasubscribe kwenye YouTube. Subscribe YouTube au Instagram mtu ambaye anakuongezea chakula cha ubongo. Haleluya. Unamfollow mtu ili nini? Yote anayasema kwa sababu kuna mtu nampenda sana, amesaidia vijana, anaitwa Joel Nanauka. Kwa wale ambao vijana wadogo wadogo mlioko hapa mnaotumia smartphone, follow huyu jamaa. Ukisikiliza lecture yake moja ya dakika 15, dakika 10, ukiondoka hapo unaondoka na kitu. Hubaki vile ulivyo. Ameelezea story ya kijana mmoja ambaye alimsikiliza akifundisha. Huyu kijana akagundua kwamba amemaliza masomo yake na hana chochote kile. Hana ajira, hana nini, lakini ana smartphone ya 800 sio 600. Akaanza kuwaza, na smartphone ya 600, ninachemsha hii ninywe supu. Unalalamika huna ajira na una smartphone, lakini hela ya bando hawakosi ya bando, dada yangu. Yaani wewe umemaliza degree, wewe baada ya degree yako vizuri unatafuta ajira, hujapata, mkononi una smartphone. Hii smartphone ina internet, unaingia kwenye mitandao, unaangalia vitu YouTube, ukitoka unalalamika mimi sina ajira, lakini una smartphone. Hiyo ni ujinga na upumpavu plus. Uza smartphone ulionayo, hata kama ni ya 800, nenda kaiuze 500 ili upate hela haraka haraka. Uza 500, nenda kafanyie biashara 500. Huyu kijana baada ya kuuza smartphone yake akaenda kafanyia biashara. Sasa hivi amepata pesa, amenunua smartphone nzuri na ana hela ya kutosha. Ngoja nikwambie leo kidogo, na hii itakusaidia kwenye maisha yako. Wengi tuna tabia ya maisha ya kujionyesha. Naongea na watu wana binadamu. Unataka na wewe uonekane. Ukiona kuna mtu na yeye si amevaa vizuri na wewe uvae vizuri. Unavaa vizuri, una hela. Unavaa vizuri ili nini? Unataka ununue nguo za bei kubwa. Unakaa kwenye
masofa makubwa ya pesa nyingi, ili tu watu wakusifie, ana sofa nzuri, ana hiki, ana hiki. Kuna wengine wamekopa ili waweze kufanya maisha ya show off. Kila alicho nacho amekopa. Mimi ninachowapendea Wachaga ni hiki. Ni watani zangu, anawasema sana, na wakubali sana watu. Unaweza ukamwona Mchaga amevaa shati moja au mbili, mtamsema kila wakati, habadilishi. Sijui ni mwenzako ana target. Weza kwako ukipata unakula mandazi na kununua mashati. Mchaga anapiga mahesabu, nikilifua usiku kesho limekauka. Limekauka. Sasa nina tabu gani? Leo nitaongelea kwa neema ya Mungu, muda ukiruhusu, kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka wa 1880 kuja huko. Msiniangalie vibaya, na mimi nimeendaenda, nimeona mengi. Hao ni rika langu hao. Waliozaliwa hiyo miaka, mna tabu kubwa. Usipoamua kutoka nje ya box, wengine wananong'ona hapa, wewe umezaliwa 80 na ngapi? Inakuhusu nini? Kwani tunakula miaka hapa? Ndio maana naacha ndevu na mustache ili nikutishie. Sikiliza nikwambie sasa. Kuna watu ambao kama hutafuata hiki ninachokuambia, usitarajie baraka kwenye maisha yako kabisa. Utabaki hivyo hivyo ulivyo. Ukinitazama namna hii wakati mwingine nikifundisha hivi, unaweza ukaniangalia ukasema, huyu mchungaji anatokea familia labda yenye uwezo tajiri. Nikwambie, natokea familia ya kawaida kuliko unavyofikiria. Mimi ni mtoto wa fundi viatu. Baba yangu alikuwa fundi viatu kabisa. Lakini nikwambie, nimekuwa kwenye familia ambayo maneno ya kushindwa hayaruhusiwi kutamkwa. Neno siwezi ilikuwa ni marufuku kabisa. Na hayo nimejua walitoa kwa bibi. Tulikuwa na bibi yetu. Wewe bibi alifariki, mimi nikiwa ni mtu mzima, nimemwona kabisa. Ni bibi ambaye nimtazama akasema, huyu bibi ni tough. Umewahi kuona bibi yako mpaka unamwangalia babu yako unasema, babu nakupongeza. Yule bibi yetu alikuwa ni tough kweli kweli. Ndipo nikaelewa kwa nini wazazi wangu wamekuwa hivyo. Nimelelewa na watu ambao wamerithi kutoka kwa huyu. Alikuwa ni tough huyo bibi. Hana mchezo kabisa. Aliwahi kumfuata mtu mmoja ambaye anaaminika ni mchawi, ameua ndugu zake wa karibu, akamfuata uso kwa uso kabisa. Akamwambia, nimesikia unaloga na nimesikia wewe ndio umefanya ABCD. Mimi sio mganga na sijui kwamba vitu ni kweli au sio. Nimekuja kukupa taarifa. Kama unaloga acha. Alafu baadaye namwambia, mwambie mkeo apike chakula tule. Na huko ameshamsema. Huyo ndiye. Sasa nisikilize. Kama hutakubali kutoka nje ya box, kama hutachukia maisha ambayo unayo sasa hivi, kama unayakumbatia hayo maisha, usitarajie kubarikiwa. Unaanza kunielewa Lazima uangalie maisha ambayo umelelewa hapo nyumbani kwenu. Lazima uangalie nyumba uliozaliwa. Ile nyumba uliotoka ile. Geuka uiangalie ile nyumba kabisa. Angalia maisha ulioishi. Yatazame hivi, sema hapa wazazi wangu walipambana wakafikia hapa, lakini mimi naendeleza zaidi ya hapa. Haleluya. Haleluya. Iko hivi rahisi namna hii. Kama baba yako alikuwa anatembelea ndala, usipofanya jitihada ya kawaida utatembea peku. Umenielewa Ni kagumu ila kameza hivyo hivyo. Kwa sababu mzee wako alipambana akalea familia yenu yote mpaka hapo. Wewe lazima upambane zaidi yake. Haleluya. Fungua Biblia mwalimu. Fungua kitabu cha Mathayo sura 25. Kiswahili cha kisasa. Twende anzia fungu la 14. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri kwenda wapi? Ng'ambo. Jamani, zama hizo ukisikia fulani ameenda ng'ambo, maana yake ni wapi? Ulaya. Ndio maana nikapenda hiki Kiswahili hiki. Endelea mwalimu. Aliwaita watumishi wake akawakabidhi mali yake. Aliwaita watu gani? Jamani, nyie mniangalie sasa. Nyie.
aliwaita watu gani? Aliwaita watumishi wake, ndiyo. Alimpa kila mmoja kadri ya uwezo wake. Akampa kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Kama unasoma Biblia yako na una ile ya Kiswahili cha kisasa au cha kizamani, vyovyote vile, pigia mstari neno kwa kadri ya uwezo wake, au andika kwa kadri ya uwezo wake. Sijui Kiswahili cha zamani kinasemaje. Jamani, tumewaacha ni Mathayo 25 fungu la 14. Cha zamani kinasemaje? Akampa, akaweka kwa mali zake. Endelea kidogo. Akampa mmoja talanta 5. Mbona huyu kwa hajasema kadri ya uwezo wake, au iko mahala fulani hiyo Kiswahili cha zamani? Haya, endelea mwalimu. Mmoja fedha talanta 5. Mmoja akampatia fedha talanta ngapi? 5, ndio. Mwingine talanta 2. Mwingine akampatia talanta ngapi? 2, ndio. Na mwingine talanta 1. Mwingine akapewa talanta ngapi? Kisha akafanya nini? Akasafiri. Haya, nitazame sasa. Ili andiko kwanza, ili tulitendee haki, lazima tuangalie muktadha. Na wengi wanakosea Biblia kuifasiri kwa sababu wanafasiri Biblia bila kuangalia muktadha. Muktadha ni nini maana yake? Muktadha ni kuangalia mazingira ya mwandishi. Natoa mfano. Ndio mmoja akasoma sentensi, ama kweli kiboko halali. Ama kweli kiboko maana yake ni nini? Ruhusa. Maana yake ni nini? Mwingine hapati usingizi. Maana yake ni nini? Unaona sasa? Ama kweli kiboko halali, inawezekana ni halali usingizi, inawezekana halali ruksa kuliwa. Kwa lazima uangalie muktadha. Zama hizo kulikuwa na mtindo wa mabosi ambao tunaita mabosi leo, lakini zama hizo walikuwa wanaita mabwana, lords, master. Wao walikuwa na tabia moja ya kwamba wanapohitaji kwenda maeneo fulani, wanawatafuta watumwa wao ambao wana uwezo mkubwa wa kibiashara. Kila mmoja amekaguliwa na bosi vizuri, amethibitisha na uwezo wa kibiashara, anamwachia kazi kutokana na uwezo wake. Ndio sababu wakasema kwamba, hebu soma fungu la 14 mwalimu hapa. Sikia maneno haya. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo, aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Hey, stop kidogo hapo. Akawakabidhi mali ya nani? Kwa hiyo hii mali ni ya nani? Ni ya watumishi au ni ya bosi? Ni ya huyu bosi. Endelea. Ndio. Alimpa kila mmoja kadri ya uwezo wake. Alimpa kila mmoja kwa kadri ya kitu gani? Ya uwezo wake. Sisi tulioumbwa na Mungu hatujaumbwa tukiwa na uwezo sawa. Tuna uwezo tofauti. Kweli si kweli? Kila mmoja anapewa kwa mujibu wa uwezo wake. Wanapoondoka hawa mabwana zama hizo, anapomwita yule ambaye ni mtumishi wake, anamwambia njoo, wewe nimekuachia fedha kiasi kadhaa. Sasa natamani hizi talanta tuzigeuze kwa fedha ya kwetu ya Kitanzania. Na wale ambao wanatuangalia kwa nchi zao watageuza kwa fedha za kwao. Talanta 5 tuite milioni 5. Tumekubaliana? Nataka nisikie sauti vizuri. Tumekubaliana? Wa pili talanta ngapi? 2. Tuite milioni ngapi? 2. Wa tatu? 1. Tuite milioni ngapi? 1. Sasa naomba unitazame sasa. Si kila ubongo unaweza kuhendo milioni 5. Sio kila ubongo unaweza kubeba milioni 5. Kuna ubongo mwingine ukiupatia milioni 5 sasa hivi halali usingizi kabisa. Uongo kweli? Yaani unajua hata wewe hapo, unajua hapa tunavyoongea ngoja niwaambie, hata hiyo tunasema sisi ni waaminifu wa Kristo safi. Uaminifu sio kwenye maneno, tuone kivitendo. Wale mnaoangalia, mimi nikiwa nina kichwa changu kimejaa sana,
Na kwa sababu saikolojia imenifundisha kwamba kila unapotabasamu, kila unapocheka, unaachilia homoni nzuri ya furaha, unaongeza kinga. Kwa hiyo nikijikuta tu nina msongo kichwani, huwa naangalia vitu ambavyo vinanichekesha, vinanifurahisha. Naweza nikaangalia wanyama, inanifurahisha. Naweza nikaangalia vichekesho. Najua kwa wengine mnaotazama hapa mnasema vichekesho ni dhambi, ila nitakusomea na maandiko kabisa ili uanze kuelewa sasa. Hata sikia. Kuna kichekesho kilitengenezwa cha kupima uaminifu. Yule jamaa akachukua pochi ilikuwa na dola, kama sijakosea, nadhani kwenye dola 2000 hivi. Zimetuna, dola 2000 sio mchezo, zimetuna kweli kweli. Lakini nyuma kuna watu wake wa kamera. Huwaoni, wana kamera ndogo kwa hiyo huwezi kuwaona kwa urahisi. Wanamulika anapotembea. Anapotembea yule bwana, ile pochi ameiacha vibaya. Anatembea alafu inadondoka. Ikidondoka mtu aliyeko nyuma yake anaiokota, bila kujua kwamba kuna kamera ziko nyuma yake na zingine ziko mbele yake. Kwa hiyo walioko mbele wanamulika waone uso wake ukoje anapookota, na walioko nyuma pia wanaangalia yuko kwenye pozi gani. Maana kuna mwingine anapoziona zimedondoka ile anapotembea hivi, lazima asimame aangalie nyuma kwanza kama kuna mtu anayemuona alafu ndipo aokote hivyo hivyo. Sasa sikia, watu wengi sana katika ile zoezi, ukitazama kile kichekesho, wengi walikuwa wanaokota, wanapiga mfukoni. Alafu ile wakipiga, jamaa anageuka anarudi. Maana anasubiria. Nadhani walikuwa wana video call vyao, wanapeana signal na walioko nyuma yake kwamba ameendelea, ameingia sehemu hii. Kwa hiyo wanamfuata yule, umeokota hela. Unaona jinsi mtu anavyokata. Wapi? Lini? Saa ngapi? Mimi. Lakini unajua wako wachache walioonekana ambao mmoja aliniacha hoi. Ni wale watu kule Marekani na Uingereza. Sijui kama Uingereza wapo kama hawa, lakini Marekani wako sana watu wa namna hii. Hata kwetu wako wengi sana. Wanaitwa homeless. Watu wasio na nyumba. Wanaoishi kule tu mitaani huko. Mzee mmoja homeless akamwona yule bwana akipita tap. Ile pochi ikadondoka. Ni wale ombaomba wale. Akaiona ile pochi akaiokota. Akasema, "Hey!" Jamaa likageuka nyuma. Akamwambia, "Unasemaje bwana?" Akasema, "Pochi yako hii umedondosha." Akasema, "No, mimi sijadondosha pochi." Sasa, "Hapana, ni ya kwako hii." Sasa, "Mimi?" Akasema, "Wewe ndio umedondosha pochi yako na ina hela ndani." Ila hawa ambao tunawaona wana maisha mazuri, wenyewe ambao walikuwa wako vizuri, hata kusema hey hawasemi. Hebu sikia hapa kidogo. Hebu tafakari vizuri. Usije ukajisahau hili. Na leo nitakufundisha na hili pia ujue kwamba kama una uwezo mdogo wa kufikiri, usidhani kwamba utaishia hapo. Uwezo wa kufikiri unaweza kuongezwa. Haleluya. Haleluya. Unaweza kufanya nini? Kuongezwa. Nyinyi ambao mnajua lugha ya mkoloni, nenda kachukua kitabu cha Ellen White kinaitwa Mind, Character and Personality. Kuna book 1 na book 2. Akili usipoifanyisha mazoezi inadua. Ndio maana usipende sana kutatuliwa migogoro. Tatua mwenyewe. Unaifanyisha akili mazoezi. Haleluya. Haleluya. Ndio nikasema kuna changamoto kubwa ya kizazi kinachokuja huko mbele kama hatuchukui hatua. Nakupa mfano rahisi. Rika langu walioko humu ndani watakumbuka hiki ninachokisema kwa kutumia mifano. Ndio nitajua kwamba wewe ni wa rika langu au ni wale wa rika lile lingine. Sisi wakati tunakuwa wadogo tunaanza kuelewa mambo ya michezo. Kuna michezo ya kitoto tulikuwa tunacheza. Jambo la kwanza tulikuwa tunatengeneza magari kwa kutumia mafuta ya Kimbo. Yale makopo ya Kimbo yaliyokwisha na cowboy. Tuko sawa sawa? Kule kwenu mmecheza hii michezo? Hawa dada zetu hawa walikuwa hawana midoli ya kuchezea. Walikuwa wanachukua ile kwenye ndizi kuna kile kikonyo cha ndizi. Wanakichana vizuri, kinatengenezwa nywele na kinatobolewa na macho na kimekuwa mdoli. Au wanachukua matope wanaunda. Kweli si kweli? Mko hapa mliofanya hiyo michezo? Funga mikono ni waone wa miaka hiyo.
Wapo hapa kidogo. Alafu tulikuwa tunachukua gunzi tunatengeneza tairi za magari au ndala zilizoisha tunakata, si ndio hivyo au visoda au tunachukua yale maganda ya miwa ya pembeni yale yaliyokauka, tunakata vizuri, tunatengeneza vitu ambavyo ukitembea kwenye upepo kinazunguka. Vitendo vyote hivyo vilikuwa vinasaidia kukomaza akili. Leo hii kila kitu kimetoka China. Mdoli China, magari China. Tunakwenda kupoteza watu wenye uwezo wa kufikiri. Ndio maana usishangae kila kitu kinachotokea hata makanisani kwetu. Mtu hawezi kuchukua hatua yoyote mpaka asikie muongozo. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa. Yaani mpaka asikie tangazo aseme fulani fanya ABCD. Yaani hata kujiongeza mpaka vitu vyenye faida yako wewe mwenyewe mpaka usikie muongozo. Ndio sababu unaweza kuona kiti hapo kanisani kimekaa, kiti hapo kimewekwa hapo kabisa. Hakuna anayeweza kukiondoa kile kiti pale. Ukiuliza kwa nisema mimi sio shemasi. Nasubiria mpaka shemasi afanye nini? Msije mkashangaa kizazi hiki sasa hivi hapa. Anaweza kuja mzee kama mzee Malima hapa. Kijana yuko kwenye gari. Amekaa comfortable ana chat. Alafu mzee kama huyu ameshikilia chuma. Huko kwenu hawapo. Wapo hata hashtuki. Ndiko tunakoelekea huko. Sasa ubongo wa namna hii, Mungu aubariki upate hela. Si mtakoma? Anasema aliwapa kila mtu katika hao watu tuliowaona watatu hapo kwa kadri ya uwezo wake. Naomba unitazame tena ili nikwambie. Nakwambia uzoefu wangu mimi binafsi. Wakati nachunga Kitunda, huyu bwana huyu walikuwepo, huyu nimemchunga huyu bwana. Nilikuwa nimeanza huduma za maombezi kuombea watu na nini. Nilikuwa mdogo tu. Na nilishawaambia kama sasa hivi niko hivi, hiyo miaka nilikuwaje. Wewe piga tu picha upate majibu ya mwenyewe kichwani. Sasa kuna karama ambazo nilikuwa namuomba Mungu anipe ili zisaidie hii huduma. Unanisikia vizuri Kwa sababu kila huduma inategemea huduma nyingine. Natoa mfano kwa waimbaji, ndugu zangu mliokuwa waimbaji. Wote mnajua kupiga kinanda? Jibuni basi kwa sauti. Wote mnajua kupiga kinanda nyinyi? Wote mnajua sauti ya pili? Kuna mwingine hapo hata umnyonge. Sauti ya kwanza akiimba anaimba off tune. Mwisho mwalimu anamsikiliza anasema hii anavyohama huyu. Ukimpeleka ya pili atafaa. Walimu mpo? Uongo kweli? Na unampeleka sauti ya pili ukimweka pembeni unagundua hana msimamo. Akisikia ya tatu, fungu la kwanza anapiga ya tatu. Akifika chorus anashtuka. Mimi si ni ya pili, anarudi ya pili. Kumbe tunaye humu ndani. Sasa mwalimu wa kwaya ambaye anaelewa hivi vitu anatakiwa, jamani, na mimi nilikuwa mwalimu, msione naongea haya. Inatakiwa huyu mwimbaji umhamishe pale pembeni, umpige kati kwa waimbaji wa sauti ya pili ambao wana sauti kubwa. Ili akigeuka huko anasikia ya pili. Akigeuka huko anasikia ya pili. Mwisho anakuwa na msimamo, anaimba ya pili. Na mna habari, walimu mlioko hapa, mna habari kwamba huyu mwimbaji unavyoendelea kumweka kati kila siku anaanza kuzoea. Na kuna siku hata ukimwacha peke yake anaweza sasa. Unaanza kunielewa sasa hivi? Akili unaweza kuifanyisha mazoezi ikawa na uwezo mkubwa kuliko mwanzoni. Sasa sikia. Chunga sana. Kila siku unapoomba karama mpya, Mungu anaangalia uwezo wako wa kubeba. Mimi nilimuomba Mungu, kaambia Mungu nisaidie. Niliomba lakini Mungu hakunipa ile karama kwa wakati huu. Na ni kweli nilikuwa naombea wagonjwa wanapona. Huyu hapa muulize huyu, hata kuambia.
Wengi tu wanapona, lakini bado hiyo karama nilikuwa naitamani nyingine ya ziada. Na najua unatamani nikwambie ni karama gani. Wewe kaa tu kwenye mikutano, huenda kuna siku nitakwambia. Kila siku naomba Mungu hanipe, lakini nashangaa kama Mungu kweli hunisikii. Mbona tumeomba hapa kuna mtu amepona sasa hivi hapa? Ina maana kweli hunisikii? Hapana, jibu ni kwamba ananisikia. Lakini ile karama alikuwa hanipi. Alikuja kunipa baada ya miaka 6. Miaka 6 baadaye. Nikaja kugundua kwa nini sikupewa. Ile karama sikupewa kwa sababu wakati ule nilipokuwa naiomba, bado katika mwili wangu nilikuwa na roho ya hasira. Tunaelewana eh? Na kama angenipa wakati ule, ningetengua watu viuno. Nenda kasome karama za roho, zimegawanyika makundi mengi. Tuko sawa sawa eh? Kuna karama ya uponyaji, hiyo ni karama. Tuko sawa eh? Ila kuna karama ya matendo ya miujiza. Hiyo nayo ni nini? Kwa hiyo unaweza kuwa na karama ya uponyaji usio na karama ya matendo ya miujiza. Tunaelewana eh? Unaweza kuwa na karama ya kunena kwa lugha usio na karama ya kufasiri lugha. Tunaanza kuelewana vizuri sasa. Alafu unaweza ukawa na karama ya roho ya kuhubiri, lakini usio na karama ya kupambanua roho. Tunaanza kuelewana hapo sasa. Kwa hata kama unaomba watu wanapona, unaomba uponyaji watu wanapona, anaweza kaja mtu ambaye mpagawa na pepo wachafu, ukakemea dakika 2 akaondoka. Mwingine ukakemea ikachukua nusu saa. Mwingine unakemea inachukua lisaa lizima. Mwingine unakemea inachukua miezi 6. Hapo inatakiwa karama nyingine ifanye kazi. Sio ukemea pepo peke yake. Kuna karama nyingine inatafutwa hapo. Karama ya kupambanua roho. Kama umenielewa nipungie mkono. Unaweza ukasema mchungaji, sasa hii karama ya kupambanua roho kazi yake ni nini? Hii karama inakusaidia kujua unapambana na pepo wa aina gani. Maana pepo wanatofautiana. Nataka ingia akilini. Siku hiyo sije ukaomba tu ukasema naona huyu mgonjwa atakuwa na matatizo. Tumeomba siku 3 tunakemea tu hawaondoki. Mgogoro sio kwamba ni mgonjwa, inatakiwa karama ya kupambanua roho ili ujue unapambana na kitu gani. Kwa mfano, ukipambana na mtu aliyerushiwa pepo, wale pepo wanaweza wakaondoka kwa wepesi zaidi ikiwa alirushiwa muda mfupi uliopita. Lakini kama amekaa nao miaka 10, usitarajie wanaondoka kwa haraka. Inatakiwa nguvu ya ziada. Ni tofauti na ukipambana na mtu ambaye ana pepo wa ukoo wanaoitwa mizimu, wameshikilia hapo. Nao ni tofauti. Inatakiwa karama ya kupambanua. Haleluya. 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 Mmefika mahali mnahubiri injili, mkaanza kupambana na nguvu za giza. Wachawi wanawasumbua katika ile eneo. Wengine wanakuja mpaka wanawatishia. Hapo inatakiwa karama ya kutenda miujiza. Ndio inayotakiwa hapo. Ifanye kazi. Inafanyaje kazi? Unamtazama mchawi uso kwa uso. Unamwambia kabisa, mnatazamana hivi. Unamwambia kama aishivyo Bwana, kuanzia kesho utaugua malaria hadi tumalize mkutano. Na haijalishi mbu anatoka wapi, atapata malaria. Hiyo inaitwa matendo ya nini? Ya miujiza. Sijui kaka yako alikusimulia tulivyoenda kule Bugorora. Sijajua kama alikusimulia. Tulienda naye na huyo bwana. Mtu mmoja akatuma kunishambulia, wakakaa kikao cha wachawi kule Ukerewe. Wakakaa kikao kwamba bwana mmoja aje kama kichaa, aje anishambulie wakati nahubiri. Nilikuwa nahubiri jioni. Tukaendelea na maombi yetu vizuri, na kuna namna tu Mungu anawafunulia kuna kitu, ila wakati mwingine hamwezi kujua ni kitu gani hasa. Tulifanya maombi kama kawaida. Yule bwana akaja mpaka pale kwenye mkutano, kwenye Kibweta. Niko hapo kwenye Kibweta, akaja kwa nyuma. Na bahati mbaya sana, nyie mmenielewa nikisema nyie, mtu anaweza kakatiza mpaka kafika mimbarani. Watu wanafanya nini? Hakuna mtu anayeshtuka kwamba hivi huyo mtu anaenda wapi ili tumzui. Akaja mpaka huko nyuma na rungu lake, alikuwa na rungu lake amelishikilia. Kwa hiyo watu wachache ndio wakaanza kushtuka, huyu mtu anafanya nini hapa? Walipomuona akapiga tu kelele, akaropoka tu pale, akasema walinituma nije nimshambulie huyu, ila sasa naona majeshi hapa yamenizidi, watakoma wao. Akarudi akaenda akamuua mtu. Akapiga rungu mtu, kesho yake tunaambiwa msiba. Waliosikia nasema alikuja hapa akasema hivi na hivi na hivi, na sisi tunaanza kushangaa. Hiyo ni karama ya miujiza.
ni tofauti na uponyaji. Haleluya. Sasa hebu piga picha upewe karama ya miujiza alafu una hasira. Mtu akikusemesha tu kidogo anamwambia mkono wako baki hapo hapo. Mwisho watu watakuogopa. Na usipoangalia unageuza unakuwa Mungu mtu. Na mna habari ukigeuka kuwa Mungu mtu, Mungu anaona wivu anakushughulikia. Kwa kila mmoja anapewa kwa mujibu wa uwezo wake wa kupokea. Haleluya. Hatuko sawa. Kwa hiyo kila ambacho Mungu amekupatia kwa sababu anajua unaweza. Jambo la kwanza muhimu sana, nataka ulizingatie ili katika maisha yako. Hata kama hutaliandika likae akilini mwako. Chochote ulicho nacho sio chako, umepewa. Haleluya. Waliokuwepo juzi hapa nikawaambia hivi, kama huwezi kujua kwamba kila kitu ulipewa, tafakari. Ni dawa gani unaweza kula ili uote kucha? Mnaijua? Hata wakati kucha zako zinaota, huna habari. Jamani, tunashtukia tu zimeota unaanza kukata. Hapo ndipo ujue kwamba umepewa vyote. Siku moja mtoto wetu wa mwisho alini challenge kabisa. Ana maswali magumu, saa nyingine inabidi nimpotezee. Maana unaangalia utamjibuje, mengine ni magumu. Na uwezo wake hauwezi kupokea hayo yote. Akaniuliza swali. Mungu anakufa? Nikamwambia hafi. Anasema yule aliyekufa msalabani ni nani? Utamjibuje? Simemwambia Yesu ni Mungu na ndio mnaosema hapo kila wakati. Utamjibuje? Hapo ndipo namchanganya zaidi. Kwa sababu atakuuliza mama yake yuko wapi. Lakini nilimjibu kwa level yake kwa haraka haraka tu. Nikamwambia ule ni Mungu aliyekuwa katika mwili. Kwa level yake haraka haraka. Mwisho akaniambia basi, kwa hiyo ndio maana alifufuka. Nikamwambia ndio. Anasema basi anajipendelea. Kwa nini atupe huu mwili alafu yachukue ule ambao unafufuka? Sikiliza nikwambie uliyeko hapa. Mmesikia nikitumia kauli yangu kwamba mimi napenda kuheshimu kila mtu. Mnakumbuka hiyo kauli Na nairudia sana kwa sababu nimetambua hili. Kila mtu unayemwona ana jambo lake aliyopewa na Mungu kujenga mwili wa Kristo kwa kiwango chake. Haleluya. Haleluya. Mimi nimejifunza, na wewe nakushauri ujifunze. Heshimu kila mtu. Kila mtu amepewa cha kwake. Bwana mmoja kule Uingereza ni mtaalamu wa kupiga kinanda. Taalamu kabisa, anapiga kinanda vizuri kabisa. Piga kinanda kimekolea kabisa kabisa. Anaitwa kwenye masherehe, akaenda kwenye sherehe kubwa ya Malkia. Njoo, piga kinanda. Akapanda pale mbele, MC akaanza kumnadi na kumsifu. Anasema, leo tuko na piga kinanda maarufu Uingereza nzima. Hakuna anayemzidi kama huyu. Si mwingine ni fulani fulani fulani. Mnajua makofi yanapopigwa wakati huo Jamali kaenda pale, gusa kinanda hivi hamna kitu. Gusa hamna. Zama hizo wanatumia kinanda kinaitwa pipe organ. Inabidi upampiwe kabisa upepo wa nguvu kabisa. Basi MC akakoleza, sema tunaona anajipanga vizuri. MC nao ana mambo. Yaani anajiweka sawa sawa. Jamaa hamna kitu. Wakamwona tu anashuka chini ya jukwaa, anaenda huko chini huko, kuna mtu anaongea naye, alafu anarudi mara 4 mara 5, hamna kitu. Mara ya 4 akamrudia yule bwana kule chini. Kumbe kuna bwana anaitwa kazi yake ni kupuliza upepo. Yeye ni kupampu ili kinanda kitoe sauti. Akaenda akamwambia, "Na vipi unaniangusha?" Akamwambia, "Mimi sina shida na wewe. Shida ni MC." Asema MC amefanya, sema mwambie MC atumie vizuri jukwaa. Huyu anarudi mbele, MC jamaa huko chini anasema utumie vizuri nini? Kwa MC akakoleza tena, jamani. Hola, kurudi bwana. MC bado sema, nimeshakwambia ugomvi na wewe, mimi sina. Si tumefanya kazi nawe siku zote. Nimewahi kufanya kitu kama hiki.
Mimi shida yangu ni MC. Akarudi tena kwa MC. Akamwambia MC, vipi bwana? MC akagundua kosa lake, akarudi akasema, jamani, pamoja na mtaalamu wa kupiga ambaye tuko naye anapiga kinanda chetu vizuri sana, yuko mtu mwingine bila yeye kinanda hakisikiki. Naye yuko chini ya jukwaa hili, ndiye anayejaza upepo. Haya, tumtambue jina lake, anaitwa fulani. Watu wakapiga makofi, jamaa kapampu, kinanda kikapigwa. Kila mtu ana jukumu lake alilopewa na Bwana. Lakini kuna kosa tunafanya. Nisikilize. Kila mtu angelifanyia kazi alichopewa kwa uaminifu, tungesharudi nyumbani zamani. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kusimamia asimamie kwa bidii, mwenye kuonya katika kuonya kwake. Ndio sababu siku hizi unasikia, mimi kusikia haya maneno. Kuna watu wanakuambia, naona siku hizi hamkemei. Kuna mtu mwenye karama ya makemeo. Tuko sawa sawa? Yeye akisimama hubiri lake mwanzo mwisho makemeo. Na yeye msimuone ni mbaya. Akimaliza makemeo, Jumamosi ijayo mtaletewa mwenye karama ya Barnaba. Yeye ni kutia moyo. Jipeni moyo wapendwa, tutafika. Ila Sabato iliyopita mlikuwa na mtu ambaye kila kitu kwake ni kibaya. Hammalizi kanisa. Huku unawaza, angejua tumehangaika na tofali. Rangi gani hii nyeupe? Atakuja mwingine wakati ule akiwakemea, unajua anawa challenge ili mjiongeze. Mmenielewa Akija Barnaba Jumamosi, ninawapongeza sana ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kanisa linapendeza. Mwisho aliyetoa sadaka yake ya rangi anasema, angalau huyo ametuona, angalau. Sikia. Aliyepewa 5 alienda kuwekeza. Kweli si kweli? Alienda kufanya nini? Watu wengi watabaki kuwa maskini kwa sababu hawawekezi. Yeye alipowekeza akaongeza nyingine, zikawa ngapi? Zikafika ngapi? 10. Naona kama kubali mwalimu, barikiwa na Bwana. Hii nayo ni karama. Sikiliza. Nimeangalia wawekezaji wote katika masuala ya kiuchumi ni watu ambao sio waoga. Kuna wafanya biashara humu ndani? Amna. Mbona si waone? Nyosheni mikono. Wapo wachache. Wapo. Nimewaona wawekezaji wako. Hata mzee Chacha pale ni mwekezaji. Sikilizeni. Wafanya kazi mlioko hapa, huwezi kutoboa na mshahara. Hiyo naomba unielewe, mfanyakazi, kaya akilini. Hii inakusaidia, ikusaidie kwenye akili yako. Ukiichukulia hatua utabarikiwa. Huwezi kutoboa na mshahara. Kwanza, kwa taarifa yako, ajira zote zimetengenezwa katika mfumo wa piramidi. Umbo la piramidi. Umbo la piramidi maana yake walioko chini wataendelea kuwatumikia walioko juu. Naongea na watu wana binadamu. Huwezi kunielewa mpaka nikudadavulie vizuri. Tuongeeni haki kabisa. Katika mfumo wa ajira, wanaofanya kazi nyingi ni walioko chini au walioko juu? Ongea kwa sauti vizuri. Walioko wapi? Wanaopata mishahara mikubwa, walioko chini, walioko juu? Wanaofanya kazi nyingi, wanaopata mishahara mingi. Si unaona huo mfumo ulivyo? Najua hii haipendezi kusemwa, lakini naisema tu ili kuokoa. Nenda kaangalia mshahara unaopewa. Mshahara unaopewa wewe upo katika umbo la duara. Unanisikiliza vizuri Hapana, hapa hamnielewi hapa. Nimesema mfumo wa ajira upo kwenye umbo gani? Mfumo wa ajira umbo gani? Piramidi, ambayo ni pembe ngapi? Pembe 3, ambayo inakuambia aliyeko chini atamtumikia aliyeko, na walioko chini wanakuwa wangapi? Walioko juu wanakuwa. Huo ndio mfumo.
lakini mshahara umo katika umbo la duara. Kama hujanielewa sema dadavua. Iko hivi, unapata mshahara hapa, angalia vizuri hapa. Ukiupata hapa, unaendelea kuutumia, unautumia mshahara wako, unaendelea kutumia mshahara wako, unatumia mshahara wako. Umeona umbo letu limefika nusu si tuliupatia hapa tumezunguka, tumefika wapi? Hapa. Hapo ni nusu mwezi. Tiko sawa sawa? Ukifika nusu mwezi, hela imefanya nini? Imeisha. Inabidi ufanye nini? Ukope. Sawa sawa kabisa. Kule kwa Mangi mmekopa sana. Mangi ana daftari kabisa la wafanyakazi, walimu, wa nani, limeandikwa kabisa. Kule kwa Mangi kule. Uongo kweli? Daftari la kasuku, lile dogo kasuku. Unakopa hapa. Unapokopa unaenda. Unatumia kwa umakini, maana sasa hivi una hofu.